Aujourd'hui aussi c'est un autre. Mchezo ya kukalia chupa jamani. Nimekunywa soda ina nywele. Le monde part en couille. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi nazungumza na watu ambao kwa hakika wewe binafsi kuna vingi ungetamani ufahamu ama ungetamani uvifahamu ama uvisikie kutoka kwao, na muda huu nazungumza na miongoni mwa wazee ambao wamezua gumzo kunako mitandao ya kijamii. Mmoja kati ya wazee ambao mimi binafsi ni shabiki wake. Huwa napenda sana vile ambavyo anavifanya kunako mitandao ya kijamii. Ukienda Instagram ukiandika jina la Mzee Makalani, si ndio? Sawa, ukienda TikTok ukiandika jina hilo Mzee Makalani utapata vituko vyake vingi. Nyundo TV tukasema wacha tumtafute bwana, tuzungumze naye walau tupate kufahamu changamoto gani ambazo anapitia kwenye kazi zake, lakini kubwa zaidi vipi aliweza kufanya hiki ambacho anakifanya. Anatunga mwenyewe ama anatungiwa? Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wema kabisa? Nafuu. Mambo yanaenda? Salama kabisa. Kule mtandaoni tunakufahamu kwa jina la Mzee Makalani. Binafsi kwanza natamani nifahamu Mzee Makalani maana yake nini? Makalani kwangu mimi jina la ukoo. Siwezi kusema Makalani baba alikuwa Kalani au babu, la ukoo. Makalani ni jina lako la ukoo? La ukoo. Ndio. Jina lako hasa ambalo wazazi wamekugea ni jina gani? Abdalla. Ni mwenyeji wapi? Mwenyeji wa Lindi. Ndio. Lindi kijiji gani pale? Sio kijijini bwana, mimi niko Lindi mjini. Ndolo. Mtaa wa Ndolo. Nikajua labda nyengedi kule kama unaenda Masasi labda polini kule. Na baba ndo kazaliwa kijijini huko. Ruangwa. Kwa Mheshimiwa Majaliwa. Kumbe unajua? Hapo mtu ambaye ajui kule kama Mheshimiwa mkuu anakaa mkuu waziri mkuu mstaafu anakaa huko. Mimi nilisahau. Kifupi Mzee Makalani ni Makonde. Mimi sio Makonde. Mimi Mwela. Wazazi wote kabila hii moja. Tofauti ya Makonde na Mwela ipo wapi kwani? Tofauti ya Makonde na Mwela mkoa tofauti. Makonde Mtwara, Mwela Lindi. Ndio tofauti hiyo. Lindi na Mtwara sote moja tu? Kuwa karibu moja sio tija. Sio tija. Makonde akizungumza wewe unamsikia? Simuelewi, namsikia. Mimi ninavyosikia kama watu wa moja tu wa Lindi wa Mtwara. Moja sio wa moja. Hapana. Maharage na chooko kitu tofauti. Pamoja wanatoka ardhini pale lakini tofauti. Leo kweli kazi. Unasemaje? Mzee wangu lini tulianza hii sanaa ya vichekesho? Sasa unanicheka au unafurahi? Nafurahi. Kuchekwa kuna kufurahi. Mimi nafurahi. Nafurahi. Naona nimepatikana. Wala hujapatikana. Wewe na mimi tuko wamoja. Kwa nini wamoja? Si navuka mtoni kwenu pale. Kwamba Mnengeleko na Makonde la umoja. Ndugu. Ila sasa mimi ni baba kwa sababu ili ufike kwako lazima uanze kwangu. Sasa unachokataa ni wamoja. Ni wamoja ni kitu gani? Kipindi hiko ulikuwa uwezi kwenda kwenu mpaka uje ulale kwanza pale siku mbili, kivuko kilikuwa hakuna. Kwa unanishughulikia mimi sababu mtu unavyokwenda kuemea sehemu uweze ukaondoka wote nyumbani ukaacha hata kuku wale wataishi na nani? Nani atakuwa mchungaji? Lazima mwingine abaki. Mama anabaki, mimi nakuja. Nikilala kwako uongo. Wewe unanikirimu. Kwa hiyo baba yako ni mimi. Shikamoo. Marihaba. Nyumbani atuwapi au nyumbani wanasemaje kwa hiki ambacho unakifanya? Comedy, yani familia yako kwa ujumla, watoto, wajukuu, wanafurahishwa, wanalizishwa au mzee mbona kama anatuzalilisha hivyo? Wasemi hivyo? Hapana. Tena wanafurahi. Wanasema babu, baba, mjomba, tunakuona wala tuna wasiwasi. Wewe ishi, endelea na mambo yako. Wanafurahi. Vibaya mno. Wanakupigia simu? Simu. Tena mwingine anatoanga safari kabisa anakuja. Kupongeza. Ananiambia hongera mzee, jitahidi uishi maisha mema. Basi. Tulianza lini? Na kama miaka miwili. Miaka miwili, lakini mbona kama uko nyuma tulikuwa tukufahamu hivi? Miaka miwili nakwambia. Sasa miaka miwili ukisema nyuma uko nyuma ya wapi? Ina maana
Wengi tumekujua hapa karibuni 2026 hii bwana. Sasa wewe ukitakaje? Leo kazi. Kitu gani ambacho ulikishawahi kukifanyaga alafu ukapata simu nyingi kwenye vile vyote ambavyo huo unavifanyaga? Kwa kuwa mimi mtoto mdogo na miaka 18. Sasa ningaifikia miaka 20, uongo ningelipata vitu vingi. Manake nini? Manake nini? Si wanafurahishwa, ingekuwa wafurahishwi. Si wangalinichekelea. Kwamba wanafurahishwa. Tena na kuzidi kunikabidhi jina mzee wa ovyo mtaani. Yaani wanafurahishwa. Na wengi wanasema la Tewa wetu wa Sindano tunashukuru unafahamika. Kwa ajili ya nani? Ya Bwana Makarani. Sababu hata aliyekuwa Saudi Warabuni anaona na waneni jua anasema mzee huyu anakaa Mwananyamala mtaa wa Sindano. Wewe unaonaje hapo? Utachukia unafurahi? Sasa unachopata tabu nini? Nani ambaye huwa anakutungiaga vile vituko vyako? Vituko? Kuna ndugu yangu mmoja hivi. Anaitwa Eli. Na ni meneja wangu huyo. Bwana nina kipi hapa njoo tufanye au nakuja? Hatuna mazoezi. Usema leo tufanye mazoezi tu hapo kwa hapo. Bwana leo tufanye hii. Yepi hii sawa tunafanya. Hapo. Usije ukaniuliza mazoezi mnafanya siku ngapi? Hatuna mazoezi. Sawa. Ile kikao cha wanaume ile ilikuwaje ile? Naona kuna moja hivi kama wanaume wamekaa alafu kama vile unawapa maneno fulani hivi. Kile kikao kile wanawake wanazidi kutuvuta sana. Nataka hela, sijui nataka hivi, mara anavaa kikufu, mara hivi. Sasa sisi inakuwa tunarudishwa nyuma. Nikawaambia vijana hawa tunawapa cheo. Wakija sasa tusiwape hela. Kama wanataka kweli watupe sisi hela. Sasa hivi iwe zamu yao ya kutoa hela kutupa sisi. Sawa, jibu sawa, tumekubaliana. Mzee, mtu anaweza kujiuliza umri wako na wewe unataka pesa ya wanawake? Kwa mtazamo wako wewe unanihisi na umri wa miaka mingapi? Yaani wewe amna kwenye labda 60 70 hivi. 60 70. Sasa hizo zote hizo kuwa nazo wewe. Mimi niachie 22 tu. Kama tuseme una miaka 22? Sasa rafiki yangu unanicheka? Nafurahi. Hujafurahi. Nifurahishe sasa. Hivi gari umelinunua leo jipya? Umebebea chumvi. Limechakaa utasema la miaka na 40? Hapana. Injini mpya. Basi. Ndio hivyo. Mzee Makarani hiyo lugha. Ita dogo basi. Kwa dogo. Dogo. Dogo Makarani na watoto wangapi na wajukuu wangapi? Mimi. Wajukuu 3. Watoto 6. Mtoto wa kwanza tulimzaa kwenye miaka mingapi hivi? Mtoto wangu wa kwanza mimi si nimemzaa mwaka jana. Mtoto wa kwanza umemzaa mwaka jana? Wewe unashangaa nini? Kuku anatonota leo, wiki mboga imeshafika. Itakuwa mimi rafiki yangu. Leo kazi ipo. Watoto 6, mtoto wako wa kwanza umemzaa mwaka jana. Wewe unanicheka. Sikucheki mzee wangu. Mimi nazungumza kitu unielewe. Sasa unavyocheka unaniziaki ndugu yangu. Nisamee mimi kwa kukucheka. Bila tafadhali. Sawa, mtoto wako wa kwanza ulimzaa mwaka gani? Si nimekuambia rafiki yangu, turudie tena. Sasa watoto 6 inakuaje wa kwanza mzee mwaka jana? Sawa. Wewe ukitaka lini? Ina maana huyo uliomzaa mwaka subiri, huyo ambaye umemzaa mwaka jana kashazaa mwisho wa siku na wajukuu 3? Neema. Neema zote hizo. Imekuwa kama samaki. Unjue Mungu sasa. Mimi najua Mungu. Mungu yupo. Mungu anatenda maajabu mengi tu. Sio haya tu.
Haya, lete lingine. Familia labda tuna mke ama sasa hivi tupo mwenyewe bila mke? Mimi mke bwana nimeshapumzika kwanza. Nikaa naye wiki bwana, nikaona ngoja nipumzike kwanza. Sasa nitatafuta mke wa mkataba. Subiri. Umekaa naye wiki sijaelewa. Hujaelewa vipi? Yaani kwamba umeoa baada ya wiki umeacha maana yake. Uko ni wewe zamani wapi kwanza? Zamani wapi? Zamani pita mule. Zamani maana yake nini yani? Zamani maana yake nini? Wewe umezaliwa lini? Mimi kwenye 90 huko. 90. Kumbe babu. Wewe dogo. Leo nimepatikana. Mimi babu wewe dogo. Hii wiki mbili umewezaje kukaa na mwanamke? Kwa nini wiki mbili? Kwa vijana wa sasa hivi ikitokea kijana akaoa akakaa na mke wiki mbili, tunasema kuna shida. Kama sio shida kwa mwanaume huyo kwenye wanaume wake, ama hata mwanamke atakuwa na shida. Wewe inakuwaje? Wewe unavyoambiwa mapenzi. Babu, unavyoambiwa mapenzi siku ngapi? Au muda gani? Sijui. Hujui? Basi yajue ya kwangu haya sasa. Nipe darasa sasa. Nimeshakwambia darasa gani? Turudie tulimopita. Mapenzi wiki inakuwa maana yake. Kwani mapenzi ni nini? Mapenzi kufurahishana kati ya mke na mume. Yale mapenzi. Mahaba kufurahishana mume kwa mume, mke kwa mke. Yale ndo mahaba. Kwa mapenzi yako yalidumu kwa muda wiki mbili. Wiki mbili. Shida ni wewe ama shida ni yeye mpaka kuachana? Shida ni maamuzi. Shida ya kulala kitandani. Ile shida. Bwana Makarani ana shida. Shida gani? Nikuta homa, hiyo si ya kawaida. Anaumwa. Ndio ile shida. Lakini yale maamuzi. Maamuzi ni yako ama yake? Yetu wote. Mlikubaliana? Chanzo kilikuwa nini? Basi tu kupeana tu mikono, halani wa sahale. Bwana haya, asante, halamsiki, asante. Tuishie hapa. Tayari. Tuishie hapa. Na ilikuwaje mpaka mkaingia kwenye ndoa? Ndio ile niliyokuambia furaha. Mlivyokumbatiana na nini mkaoa tayari. Ilivyofikia siku bwana, basi bwana sawa. Kwani wewe unavyojua kuachana kuna nini? Ugomvi, raha, starehe. Inategemea. Nyosha. Inategemea, kuna kuachana ugomvi na kuna makubaliano. Sasa ukiwa unategemea ugomvi, inaonekana mmoja anapenda, mmoja hapendi. Maamuzi yale. Kama mmoja hapendi kweli, mnaweza mkagombana. Huyo ndo ambao umezaa naye watoto 6, huyo ambaye umekaa naye wiki mbili. Sababu wengine tumizaa nje ya ndoa. Au sana nimekuelewa. Tulivyonogewa. Tufanye hivi. Tulivyofanya tukaona pachungu. Bora tufanye vile vile kama zamani. Hapo sana nimekuelewa. Ina maana ni mtu ambaye mlikuwa mna mahusiano muda mrefu. Mwisho wa siku mkazaa na watoto, tuoane mkakaa wiki mbili ndio imeisha. Mliwezaje kukaa pasi na kuoana miaka yote hiyo kufikia hatua kuzaa watoto hao mliozaa? Kuingia kwenye ndoa wiki mbili tu ndio imeisha. Ndio swali lako hilo. Swali langu. Hamna lingine. Hamna lingine. Mapenzi tu. Mnavyopendana, tuoane sawa. Tuoane tusubiri kwanza. Tupate kwanza watoto wawili watatu. Sababu swala la ndoa sio starehe ile. Ile amri. Starehe ndio ile hivi bwana, uko wapi? Niko hapa bwana, njoo. Unakuja mna starehe. Sawa. Lakini ukiamua kuoa swala lingine lile amri. Mungu anasema muoane. Msio mnakula starehe tu. Sawa. Nimekula starehe mlivyoana wiki mbili mkaachana. Basi. Kila mtu kivyake. Ndoa hii inaweza kuwa ni miongoni mwa ndoa ambazo zimekaa kwa muda mfupi. Sababu mboga yoyote ile utaweka chumvi nini mtu wa pwani, kama akuweka limau, embe. Kama sio embe, ndimu. Ndio hii. Au mbilimbi. Hapa kumbe unayajua bwana. Unauliza kitu unachokijua. Ndugu babu. Dogo. Karibu. Kuna video yako moja nilionaga ile kwamba unakunywa soda hivi afu michezo kwa ile chupa nimekula nywele. Hivi ile zamani nifahamu kutoka kwako. Ukuwaza hii video nikifanya itaniletea shida ama ilikuwaje hadi ukafanya video kama ile? Mimi kusema ukweli, kila ninachokitoa wanafurahia. Bahati niliyokuwa nayo. Sijachukiwa,
Sijaambiwa wenze makalani au bwana makalani wewe ovyo. Wanafurahi. Tena wanafikia mzee unatumalizia hela zetu. Bando. Kumbe unalijua. Basi mimi nashukuru. Watu wa kusema labda hata mtaani hapa kuambia mzee bwana hii video maneno gani unazungumza haya? Sijawasikia. Na kama wanazungumza mtaani. Na hata mtaani hawazungumzi. Kwa Mwananyamala wetu hii hawana siri. Mtu anakuambia tu. Ila wananiambia Mzee Makalani najua unatuumiza mbavu bwana. Yaani wanacheka. Unajua sijui niseme kipaji. Unajua simba anaweza kuunguruma hivi ukakimbilia ndani. Fisi akaunguruma ukatoka nje kabisa. Na fisi na simba wote wanaua. Nenda uko hapa Kondoa. Simba wamuogopi. Ila fisi wanamuogopa. Wanajificha. Tena anakimbia na kufunga mlango. Jibu lake anaua. Sasa mimi moyo nyota yangu sio ya fisi. Nyota yangu ya simba. Sawa. Nani ambaye alikwambia una kipaji mzee tufanye haya vichekesho? Hilo nitakujibu kifupi tu. Eli. Aliyenipa. Meneja wangu. Sasa ilikuwaje siku ambayo akakwambia hiki kitu? Kuna kitu ambacho ulikifanya hadi akaona kama mzee una kipaji tufanye hiki, ama alikufuata tu bwana mzee kwa nini tusingefanya hivyo tu, na ilikuwa ni rahisi kiasi gani kukubali? Mwananyamala hii changamfu. Niseogopeka na vijana. Wanaweza wakanivaa tu muda wowote ni mimi wakaamua tu ngoja tu nimwendee mzee ile. Tufanye hivi. Kweli akanijia nikashawishika. Nikakubali. Tukafanya. Akarusha. Basi ilipokelewa na watu wengi. Tayari na mimi ulevi umeniingia. Ikawa ndo mwanzo. Bali ya hivi ambao tunaifanya shughuli zetu zingine ambazo zinatuingizia kipato ni zipi na zipi? Zipi? Shughuli yako ambayo hujaniuliza mzee unafanya shughuli gani? Sasa ndo nakuuliza sasa, mbali hiki ninachokifanya, shughuli yako ambayo inakuingizia kipato ni ipi? Shughuli yangu ya udobi. Kwa hiyo unafanya udobi, muda mnaenda mnashuti, unarudi hapa. Narudi hapa tunashuti, tunarudi hapa. Hii ndio kazi yangu muhimu. Kazi yangu mama. Wananifahamu wote hapa kupitia kazi hiyo. Kazi hii. Malengo ya hiki tunachokifanya sasa, mwisho wa siku malengo yetu ni yapi? Hiki? Inavyo ukinyokewa ndio utajua utakuwa na malengo, lakini hujafanikiwa swala la kuweka malengo bado. Lakini sisi tushaanza kukota 100. Tushaanza kupata walo 100. 100 hata kwenye udobi sinapata. Kama 100 hata kwenye udobi utapata. Labda wewe uliyekuja wewe ndio utaniwezesha. Kukupa 100. Kazi yako hii bwana, chukua 200. Wewe unataka 200 unataka 100? 100. Wewe unataka unipe bei gani? Mimi nataka nikupe unataka wewe. Nipe milioni. Umepata? Haya endelea. Makalani, kwenye hili ambalo unalifanya kuna kwanza nakwambia futa kwanza la usemi. Sawa, nikuite dogo Makalani, kwenye hili ambalo unalifanya na najua kuna matokeo mengi. Kuna mazuri na kuna mabaya. Kwa upande wako zipi ambazo ni changamoto zako huwa zinakukwaza sana? Zinahusiana na aina ya vituko ambavyo unavifanyaga? Vituko ninavyofanya kusema inanikwaza, havijanikwaza kusema ukweli. Sababu kukwaza unapita unazomea fulani huyo lakini haijafikia hivyo. Tayari nimekujibu hivyo. Ongeza neno lako. Wewe ni star ama unaelekea kuwa star kama sio mtu maarufu? Bila shaka kuna sema mtu maarufu. Mtu maarufu sawa. Bado. Leo mtu maarufu. Bila shaka kuna zile simu za hapa na hapa za usiku kupigiwa nini wanawake kina bibi madogo wenzako. Usumbufu huo upo? Usumbufu huo haupo. Sababu sina tamaa nao. Wameshakata tamaa toka enzi hizo au toka siku hizo. Kwa hiyo swala hilo halipo. Kwa nini wamekata tamaa? Kwa nini wamekata tamaa? Sina mwelekeo nao.
Yaani wewe na wanawake hao tofauti? Tofauti sana. Kwa nini uliamua kupita njia hiyo? Hiyo? Kupita njia hiyo maamuzi. Kuwa na uhuru. Sababu anavyokuambia mzee makalani hivi na hivi naomba 200. Haya, una 200 ile unavyotoa unaijutia, unaizungumzia. Sasa si unajipalia mwenyewe moto. Kifupi kipato chako kidogo. Mungu akikupa kipato sasa vipi utabadilisha hiyo njia upite huko? Hiyo? Imeshaingia mazoea tena itakuwa haipo. Maana kuna wazee kuna madogo wenzako kama wewe wanafanya mambo ya ovyo, wanawake wa mjini hawaachi. Sio mimi. Vijana wa zamani walikuwa wanasemaje? Mimi nakomaa. Vijana wa zamani. Kwa sasa hivi amba nini bwana? Na matatizo tu omba tu. Kwanza wananiacha hoi kuvaa shanga mguuni, vikuku. Hapo sasa sijui mimi nitasemaje. Sababu ashiki ile kwanza inakuwa haipo. Lakini ule si urembo kama ule mwingine. Urembo sio ule. Urembo suka nywele. Toboa kwenye sikio. Weka kishaufu. Kwetu Rufiji kule anaweka kishaufu hapa kama cha kamasi kile. Kuna Rufiji bwana, kuna Ulindi. Kuna Ulindi wanaweka hapa kama kila kama ndonya wanaita hivi. Kama ndonya? Wewe unaijua? Sasa kuna Silini, wewe kuna Rufiji, kuna Ulindi. Kizungumza Rufiji kuna ubaya gani? Kuna Ulindi bwana. Mbona unajivesha mikoa ambayo sio yako? Ule si mkoa wangu. Kwani Ulindi tunaanzia wapi? Labda si Somanga kwenda huko ndo kwenu huko. Huko kwako. Huko wewe hapa kuhusu. Haya. Wewe mwanamke akiwa amevaa vile vikuko mguuni wewe kabisa yani unaona. Sina shiki naye. Hamu sina na yeye. Sina naye kabisa. Sababu sio tabu. Mimi nazoea barabara ya lami. Sasa yeye atanipeleka barabara yenye tope. Wewe utakubali? Lami unaiona barabara nzuri, alafu akakutoa akakuhamisha kule anawaambia pita njia hii ya tope. Utalizika? Hawezi kulizika. Sasa mimi nitalizikaje na kikufu mguuni? Anamaanisha njia iko huku. Hapa pamshawe kwa karantini. Ndio maana mimi nimesema basi. Hilo tu. Sasa ikitokea labda kuna mwanamke fulani ambaye ameona hii video, amemuelewa mzee Makalani, anatamani aolewe naye. Tunamwambiaje? Nitakutafuta wewe. Mimi nifanyeje? Mimi nifanyeje? Wewe si ndio utakuwa mshenga? Wewe ndio utenisi. Na umeshajua mazingira yangu. Masuala ya mwanamke tena mimi basi. Wewe ndio utenisi mimi. Bwana wewe fanya hivi. Ndio nitalizika kwa niaba yako. Na nitakuuliza nikae naye siku ngapi, miezi mingapi, miaka mingapi. Sawa, tumalizie. Unawaambiaje watu ambao wanapenda kile ambacho wanakifanya, kile ambacho wanachokiigiza kila siku, watu ambao wanasema vituko vya huyu mzee mimi nafurahishwa navyo, tunawaambiaje? Mimi nasema wote wananifuatilia mambo yangu sio vituko. Mambo yangu. Na washukuru sana, wazidi kunifuatilia na wazidi kuongezeka, wawe wengi. Ndio ndugu utazidi kuendelea. Wanavyonipenda mimi, najua na mimi dua nazipata. Kwa hiyo nawashukuru, wazidi kunipenda na mimi nitajitahidi kuwafanyia hayo yanayohitajika. Na kama ninapotea, wasikose kunikosoa. Wanikosoe. Sawa? Asante. Bwana, ni mazungumzo hayo mafupi na matamu na mzee wangu hapa, lakini mwenyewe napenda nimuite Dogo Makalani. Mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri sana kunako mtandao ya kijamii, ukienda mtandao wa Instagram, ukienda mtandao wa TikTok, na mengine mingi, Facebook, YouTube, utaona vile ambavyo anavifanya kila kukicha. Mengi tumeyazungumza. Kubwa zaidi ni kuhusiana na sanaa yake kwa ujumla. Uigizaji wake, vimbwenga vyake, wengi mara nyingi tunakuwa tunavitumia kuweka status, lakini leo Nyundo TV tumeweza kumtafuta na tumezungumza naye na tukagusa kidogo wala kwa uchache maisha yake. Kwa yote ambayo amezungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo kuhusiana na haya ambayo amezungumza, lakini nikwambie tu nenda kamfuatilie kuna mitandao ya kijamii, nenda kamfollow, nenda kamsubscribe, kafanya vile ambavyo unaamini kwa kufanya utakuwa unamsaidia kwa namna moja ama nyingine. Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching. Bye.